Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya tiba asili. Karibu sana mpendwa mtazamaji popote ulipo. Mimi si jambo. Habari za muda huu. Tunaendelea kujifunza madarasa ya tiba asili. Kwa hivyo nakukaribisha sana uendelee kusikiliza darasa hili zuri kabisa. Lakini kwa wewe ambao unaitazama hii video kwa mara ya kwanza, na kuomba subscribe, share kwa wengine nao wakapate darasa hili zuri ambalo nakujia sasa hivi, na uweze kulisikiliza kwa umakini sana, hatua kwa hatua. Naenda kukufundisha kitu gani, basi unatakiwa utulie kwa umakini mkubwa ili uweze kuelewa vizuri kabisa namna ya kujitibia hapo ulipo nyumbani kwako. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nimekuletea darasa zuri, darasa la mmea wa mziwaziwa. Huu unaouona hapa ni mmea unaitwa mziwaziwa. Kwa hivyo huu mziwaziwa una tabia ya kutoa maziwa ukikata jani lake, kama hivyo unavyoona umetoa maziwa. Kwa hivyo sifa ya huu mmea, unatibu maradhi mengi pamoja na asma. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na asma, basi huu mmea utakusaidia sana kuondokana na hii changamoto. Lakini pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto za kucha kutoka, yani kucha zinabadilika. Kwa wale wanaofua sana mara kwa mara, unakuta kucha inaharibika, inaingia mdudu, basi mmea huu utakusaidia sana kama endapo utautumia kwa umakini mkubwa. Naenda kukufundisha namna kujitibia kidole ambacho kimeliwa na mdudu wa kwenye maji. Utachukua hivi vimbegu vyake vya huu mziwaziwa. Ukishachukua hivi vimbegu, utavitwanga viwe laini kabisa katika kinu kidogo. Ukishamaliza basi utabandika kidole chako. Hakikisha unabandika mida ya usiku unapoenda kulala, na unafunga na kitambaa vizuri kabisa. Kwa hivyo ukishafanya tiba yako hiyo ya kutibu kidonda cha kwenye kidole ambacho kimeliwa sana na fangasi, basi utafunga na utalala nacho mpaka asubuhi, utasafisha asubuhi. Kwa hivyo kazi yako wewe ni kufanya hii tiba ndani ya siku 7. Utakuwa unatafuta hivi vimbegu vyake na utavitwanga, vikilainika utapakaa, utabandika pale ambako kidole chako kimeharibiwa na fangasi wa kwenye maji, basi itakusaidia wewe kupona, na wale wataisha kabisa hiyo sumu yao na bakteria wao watakufa, na kidole chako kitarudi kawaida kama hiki cha kwangu, kama unavyokiona hiki hakijaliwa na mdudu. Kwa hivyo wale ambao unakuta kidole yani kinakuwa hakieleweki, kwa hivyo hakikisha unatumia hivi vimbegu vyake ili kujitibia kidole ambacho kimeharibika. Lakini kwa wale ambao wanakohoa sana, wanasumbuliwa na asma, hakikisha unang'oa mti mzima huu na utakuwa unauchemsha, kunywa asubuhi kabla hujala chochote. Kunywa asubuhi kabla hujala chochote, na usiku unapoenda kulala hakikisha unakunywa kikombe chako cha chai kwa ajili ya kurekebisha kifua na changamoto ambayo inakusumbua ya kifua. Haya, kwa wale wanaosumbuliwa na miguu, maumivu ya miguu, mgongo, kiuno, chemsha huu mti mzima, kunywa glasi 1 asubuhi na jioni kwa muda wa siku 10. Wewe unaosumbuliwa na maumivu ya mgongo, kiuno, misuli na kusumbua, miguu inavimba, suli, kila kitu unachanganya pamoja na maji tu unatumia kunywa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, hii tiba ni nzuri sana ukitumia kwa umakini mkubwa. Ya majani ya mziwaziwa yatakuletea matokeo mazuri kwa wale wanaosumbuliwa na maumivu ya kiuno na mgongo. Kwa hivyo nimekupa faida 3 za mmea huu wa mziwaziwa. Faida ya kwanza ni wale ambao wanasumbuliwa na mdudu kwenye kidole, lakini faida nyingine kwa wale ambao wana maumivu ya mgongo, kiuno, miguu kuwaka moto, pia nimekuelekeza namna ya kujitibia. Lakini ukiona hautumii kunywa kabisa moja kwa moja kwa wale wanaosumbuliwa na miguu kuwaka moto, tumia mti huu kuchemsha mwingi na uweze kujikandia sehemu ambazo zina maumivu. Kama uwezi kunywa dawa moja kwa moja, tumia mti huu kujikandia ukiwa wa moto sehemu ambazo zina maumivu. Kama ni mguu unawaka moto, basi hakikisha unaweka kwenye beseni dawa zako na unadumbukiza miguu yako. Unahakikisha miguu yako inapata joto vizuri kabisa ili uweze kupona changamoto ambayo inakusumbua. Na kwa wale ambao wanasumbuliwa na kifua, asma, basi nimekuelekeza tumia kikombe cha chai
asubuhi na jioni kabla ya kwenda kulala, ili uweze kurekebisha kifua chako kinachokusumbua. Mimi naitwa Dr. Mary, mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, na kukaribisha sana. Endelea kufuatilia chaneli hii ya Dr. Mary Herbal Center, lakini pia wewe ambaye uko nje ya nchi, tunakutengenezea dawa na kukuandalia na kukutumia popote ulipo huko kwa uaminifu mkubwa kabisa. Lakini wale ambao wako Dar es Salaam, na wakaribisheni sana, tunapatikana Buza, Dar es Salaam. Ukifika Buza, basi chukua mawasiliano yetu, tupigie ili tukuelekeze uje ofisini moja kwa moja. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi nakushukuru sana kwa kufuatilia kwa makini na kusikiliza kwa makini hii video ya mmea wa mziwaziwa. Basi tutaendelea kujifunza tena na tena. Endelea kufuatilia na tutaonana katika darasa lingine ambalo linakuja hivi karibuni.